Mtazamaji, ni wakati mwingine tunaangazia taarifa mbalimbali nyingi za kihabari ambazo zimeweza kujiri na kumeka headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama tayari umekwisha kusubscribe, nikwambie karibu sana kwa ajili ya kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Ni waziri ambaye amekanusha taarifa inayosambaa mtandaoni kuhusu Humphrey Polepole. Kumsahau Polepole ni ngumu, alikuwa rafiki wa kweli. Huyu ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake lakini pia makundi maalum, Dorothy Gwajima, ambaye amekanusha kuhusika na picha yenye ujumbe unaosambaa katika mitandao ya kijamii ukimtaja Humphrey Polepole, akisema ujumbe huo si wake licha ya kuhusishwa na jina lake. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye akaunti yake ya Instagram, Dr. Gwajima ameeleza kuwa picha inasambaa ikiwa na maneno kwamba kumsahau Polepole ni ngumu, maana alikuwa rafiki wa kweli, si yeye alichapisha wala kuhusiana na yeye. Amesitiza pia kuwa hajawahi kuchapisha picha hiyo yenye ujumbe huu na kwamba taarifa hizo zimepotoshwa. Ameongeza kuwa kama angekuwa na jambo la kuwasilisha kwa umma, angefanya hivyo kupitia kurasa zake rasmi kwa uwazi na si kwa njia zisizoeleweka. Aidha, amebainisha kuwa ni muhimu kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kuwa makini na maudhui wanayokutana nayo ili kuepuka kueneza taarifa zisizo sahihi. Na katika hatua nyingine, Dr. Gwajima ameliomba jeshi la polisi Tanzania kufuatia chanzo cha picha hiyo na ujumbe wake ili kubaini waliohusika na kuchukua hatua za kisheria inapobidi. Anaongeza kuwa kuhusishwa na taarifa za uongo kunaweza kuharibu heshima ya mtu na kuleta mkanganyiko kwa umma. Aidha, amewataka wananchi kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza na kuzingatia matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Ameongeza pia Dr. Gwajima kwa kusema kuwa kila mtumiaji ana wajibu wa kulinda ukweli na kuepuka kuchangia upotoshaji unaweza kuathiri jamii kwa ujumla. Na taarifa hizo, mtazamaji, zimekuwa zikisambaa katika majukwaa mbalimbali ya kijamii na kuzua mjadala miongoni mwa watumiaji, huku wengi wakitaka ufafanuzi wa kina kuhusu uhalali wa chapisho hilo. Hata hivyo, hadi sasa kauli ya Dr. Gwajima ndio pekee iliyotolewa rasmi ikikanusha kuhusika na picha hiyo pamoja na ujumbe wake. Umepata kuona ujumbe huo pamoja na picha ama hujapata kuona? Na ikiwa umeona, una maoni gani katika hili moja kwa moja? Wakati mwingine tutangazia ujumbe wako. Bye bye na uwe na wakati mwema.